mgogoro wa kutokukubaliana katika mikataba baina ya mmiliki wa shamba pamoja na watu ambao waliokwenda kama kukata viwanja ambao wauzaji. Kwa hiyo hawakuafikiana kibei wenyewe, na baadaye wakazusha kama kuna mgogoro wa ardhi ambayo katika eneo la Fuoni Kibondeni. Baada ya kusikiliza pande zote pamoja na wakazi wa eneo hili, tumegundua kwamba hakuna mgogoro wa ardhi, isipokuwa mmiliki wa shamba amekubaliana na baadhi ya watu kulikata shamba na hatimaye kugawa viwanja kwa utaratibu ambao wao wamekubaliana. Lakini kwamba kilichokuwa kikiendelea kwamba fedha zilizokuwa zikenda wakipeana na fedha zilizokuwa zikirekodiwa zilikuwa ni tofauti. Sasa hapo kila mmoja akatoka na imani na mwenziwe, na ndipo ambapo walipoweza kwenda kushtakiana katika maeneo mbalimbali. Sisi kama ofisi ya mkuu wa mkoa wa Mjini Magharibi, kazi yetu ni kusimamia haki za binadamu na kutatua migogoro ambayo inajitokeza katika maeneo yetu. Tumefika hapa Fuoni Kibondeni na tumewasikiliza pande zote, na hatimaye tumeweza kuambia kwamba waweze kustop uuzaji wa viwanja, kwa sababu hii sio taratibu za kisheria, na pia kustop ujenzi wa aina yoyote mpaka pale shauri hili litakapoweza kukubaliana wao kwa wao kwenye meza, ambapo mkuu wa mkoa ataweza kusimamia shughuli hii kwenye kamisheni ya ardhi pamoja na kamati ile ya usuluhishaji wa migogoro ambayo itakuwa inawaongoza na inawapa miongozo kwa mujibu wa sheria pamoja na taratibu. Wangu wananchi waache utaratibu ambao wanaotumia wa kuuza ardhi kiholela, kwa sababu ardhi ni mali ya serikali, si mali ya mtu. Kwa hivyo waache mtindo huo na kuacha kujiingiza katika migogoro iliyokuwa sio ya kawaida. Jina langu naitwa Ahmed Salem Baruk, ndio mmiliki wa hili eneo. Hapa kama nilivyoeleza maelezo yangu awali, kuja kama hamna kitu mkononi basi mtaonyesha angalau uungwana, yani uaminifu wa hili jambo, lakini hawakufanya hivyo na tuliekeana mipaka. Kwa hivyo tulikubaliana hapa ndani ya mwezi mmoja watakuwa wameshafanya jambo hilo, na kiwango cha pesa kilikuwa kiingizwe bilioni 1 na hakikuingizwa. Lakini kama haitoshi, hazikuingizwa, na halafu kuna sehemu ambazo tulizikataza zisiuzwe wameziuza, na kuna sehemu ambazo wameuzia watu wa mara mbili zaidi ya mtu mmoja, maana kiwanja kimoja kimeuziwa watu 3. Kwa hivyo zinapokuja kesi sasa, wanatafutwa hao hawaje katika ile kesi, hawaonekani. Sasa napoitwa mimi, mkiitwa mahakamani, naitwa mimi na wale ambao wamekuja kulalamika. Tukiitwa Madema, naitwa mimi na wale kuja kulalamika. Tukiitwa kwa ofisi ya mkuu wa wilaya, mimi na walolamika. Sasa hawa wako wapi? Hawaji. Na mimi mara zote, na nazo clip ambazo nimewaandikia kuwaita, njooni na mikataba to sort out hii problem. Hawaji. Yasingefika haya leo kuwasimamisha watu na kazi zao nyingi. Naona tukasimama hapa masaa yote. Kama ingelikuwa wao ni watiifu, wangekuja na mikataba yao, ili jambo lingeisha. Kwa sababu hili ni dogo kuliko mimi la kutoa mali yangu. Kutoa mali yangu mimi kuwapa wao lilikuwa kubwa, na hakuja mkuu wa wilaya wala mkuu wa mkoa wala hakuna mtu yote alionishawishi. Umefahamu? Nimefanya kwa imani yangu. Kwa mheshimiwa mkuu wa mkoa pamoja na jopo lake, na namshukuru naye hata mkuu wa wilaya kwa hatua alizozichukua hapo mwanzo, lakini kidogo ilikosa uangalifu mzuri kidogo. Lakini hii hatua aliyochukua yeye mkuu wa mkoa amekwenda zaidi. Ametukusanya sote, na kila mhusika aliyokuwa katika kadhia hii ameletwa hapa na wameulizwa, wamejibiwa. Kwa hivyo imeonekana in and out. Msisitizo wangu, swala hili linaweza kurejea pale pale tulipotoka, kwa sababu ugumu uliojitokeza, wanapoitwa wanaweza kuja ama hawatimii, atakuja mtu mmoja badala ya watu 3, au atakuja wote hawana chochote mkononi. Sasa swala kuja na kukutana kuzungumza bila ya mikataba hiyo tuliwaambia waje nayo, yani hiyo mikataba walioitoa kwa wateja wao, haitakuwa. Mimi nathibitisha kwamba niko tayari au tuko tayari na wenzangu kukaa na Mzee Ahmed kulijadili swala na kulifikia pahali pazuri. Nathibitisha niko tayari kukaa kitako meza moja, kwa sababu
hata iweje kama hatukufikia kikao sisi cha kukaa kitako na yeye kwa misingi iliyoko hapa, kidogo inaweza kuwa na matatizo yake yakawa ni makubwa kubwa. Lazima sisi naye tukae kutokana na hii mikataba yetu ya kupeana ilivyo. Basi mimi nakubaliana kwamba sisi tukae, tulijadili, tujue wapi tumefikia, hatua itakofikia litaletwa kwa mkuu wa mkoa, hapa tumefikia, hapa tumefikia, hapa tumefikia hapa. Swala la pesa hilo halipo. Mimi nakuwa mwazi. Tokea mwanzo tulipokwenda kulitaka hili shamba, alijua kwamba sisi hatuna pesa ya kununua. Na akaridhia kiwango hicho cha thamani kubwa bilioni 2 milioni 820 kwamba hatutompa pesa keshi wala robo wala nusu, bali tutatoa pesa kutokana na mauzo ya hapa katika shamba. Kwa hivyo sisi hatuna uwezekano wa kumpa shilingi 100 kinyume na kuuzwa hapa. Mimi nakuwa mwazi. Asante Mungu. Hivi ndivyo jasho langu linavyozaa matunda. Asha, duka limebadilika sana. Limejaa, yani wewe acha tu. Lakini pesa zote za kumiliki duka lilojaa kama hivi umezitoa wapi? Kweli Asha, hemu tupe siri ya mafanikio, kwa sababu sisi tunakujua. Wewe na kilimo na wewe. Na mavuno yenyewe ndo hivyo hivyo. Hemu tupe siri ya kambi, shoga yangu. Rafiki zangu, hii ni faida ya kilimo mseto. Miaka 2 mlipoenda mjini, mimi nilianza kulima kilimo mseto. Kilimo mseto ndo nini?